Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inasema itakuwepo nchini Iran kwa miaka mingi ijayo. Mkuu wa Mossad David Barnea anasema katika mazungumzo na wakala, alisema wamefikia urefu uliofikirika katika operesheni nchini Iran. David Barnea, mkuu wa Mossad, anasema kwamba mpango wa Israel sasa ni kuichunguza Iran wakati wote na itakuwa tayari kuendeleza mapambano ikiwa taifa hilo litaendelea na mpango wake wa nyuklia, kama ambavyo makubaliano ya sasa yamekubalika kwamba sasa hawapaswi kuiona Iran ikiwa na silaha za nyuklia. Mkuu huyo wa shirika la Mossad David Barnea mnamo siku ya Jumatano alitoa dondoo ya video adimu kwa umma ya hotuba yake kwa maajenti wake wa Mossad waliohusika katika operesheni za kutisha dhidi ya Iran ambazo zilipelekea mapambano kati ya Iran na Israel. Hata hivyo, kwa dhihaka kwa Teheran, aliwaambia maajenti wake wa Mossad, sisi tutaendelea kuwa pale kama vile tumekuwepo huko kwa siku nyingi. Barnea alisema kwamba mafanikio ya mashirika ya kijasusi dhidi ya Iran hayawezi kufikirika, huku maelezo ya umma yakionyesha kuwa walihusika katika kuwaua wakuu wa kijeshi wa Iran na wanasayansi wa nyuklia na kulipua vituo vya nyuklia, vifaa vya drone na vifaa vya makombora ya ballistic. Mossad imekiri kwamba ilikuwa na mamia ya mawakala ndani ya Iran katika kilele cha operesheni zake ambazo ilitupa serikali nyuma tangu kuanza kwa vita. Alisema kuwa Mossad walifanya kazi kwa miezi na miaka kufanya hatua zote sahihi ili kufikia wakati ufaao. Tulielewa maafa ya sasa na tulijua hakuna namna Iran ingepona kutokana na kwamba tuliweza kuichunguza kwa muda mrefu, anasema mkuu huyo wa Mossad. Ushirikiano wa Mossad na jeshi la anga la Israel nchini Iran limesaidia katika mapambano kuanzia mnamo siku ya Juni 13 wakati ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Iran. Mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, Mossad ilitoa picha za video za kustaajabisha na adimu za jukumu lake la kuongoza pamoja na jeshi la anga katika shambulizi la mapema la Israel dhidi ya makombora ya ballistic ya Iran na ulinzi wa anga. Video tatu zilionyesha Mossad ikilenga shabaha za kombora la ballistic, shabaha za ulinzi wa anga na maandalizi ya ujumla kwa mashambulizi, huku nyuso za maagent zikiwa zimefunikwa picha za mawakala wa Mossad wanaofanya kazi katika ardhi ya Iran. Hata hivyo, Mossad katika taarifa zaidi imetangaza kuhusu vitendo vya IDF ikisema video hizo zinapata wasomaji wengi na nafasi ya mbele katika kile ambacho kwa kawaida ni shughuli za siri ambazo hata Mossad hazikubali. Hata hivyo, Mossad imedai kwamba maajenti wake bado wapo nchini Iran na ni vigumu kuwatambua. Hata hivyo, baadhi ya watu wamekamatwa nchini Iran kwa makosa ya uhalifu, ikiaminika kwamba ni maajenti wa Mossad ambao walikuwa wakifanya uchunguzi ndani ya Iran, jambo ambalo limewashtua watu wengi ulimwenguni wakidhani kwamba Mossad sasa wameanzisha vuguvugu, lakini pia wakiamini pia ni jeshi la Israel ambalo lilikuwa likifanya uchunguzi zaidi ndani ya Iran. Inadaiwa pia ndani ya jeshi la Iran kuna Mossad ambao hawakufahamika wala ni vigumu kuwatambua, na ndio ambao wametoa siri nzito za namna Iran jinsi ilivyo. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio kazi inayofanywa na Mossad, moja kati ya majasusi hatari zaidi ulimwenguni ambao walifanya ujasusi wao ndani ya Iran na kujua ni wapi waanzie na wapi waishie. Endelea kutufuatilia, tutakuwa tukiendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia.